الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على من اتبع بنفسه فصاح انتباهه وافتقر بنفسه فصح افتخاره حيث قال ومن لم يصلي علي فلا صلاة عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أوصيكم يا معشر الإخوان nakuhusieni enyi ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu alaikum min ta'ati dayyan ilazimisheni sana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iyakum an tuhmilu awqatakum tahadharini sana kuzipuuza nyakati zenu fatandamu yawman ala ma fatakum mtakuja kujuta siku moja juu ya yale yaliyopita ma ahsana ta'atu lishubban ni uzuri ulioje kufanya taa kwa ujana fas'au li taqwallahi ya ikhwani fanyeni haraka kumcha Mwenyezi Mungu enyi ndugu zangu wa khairu khisali al-mar'i ta'atu rabbih na bora ya mtu ni kumtii Mola wake wala khayra fi man kana lillahi 'asiya wala hapana khairi kwa mtu ambaye anakuwa kwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kumaasi ibadallah waja Mwenyezi Mungu watukufu tadabbaru ma qala rabbukum zingatieni ambayo ameyasema Mola wenu katika aya tuliyotanguliza sio nyingineyo isipokuwa ni aya inayotangaza swala zima la siyam kufunga watu alhamdulillah tumebarikiwa kama alivyosema yeye faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu yoyote ikimkuta Ramadhani basi afunge alhamdulillah wengi tumefunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ajalie somo zetu ya Mwenyezi Mungu ameleta tangazo la waumini kufunga ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao wameamini mliomwamini Mwenyezi Mungu kuwa na Mola wetu tumemwamini Mwenyezi Mungu kwamba ndio mwabudu wa haki hakuna yeyote mwenye kusema amri kapingwa Mwenyezi Mungu ndio mwenye amri zote mkishakuwa mnamwamini yeye kutiba alaikumus siyamu mmefaradhishwa nyinyi funga na ndiyo leo alhamdulillah tumefunga kutekeleza amri ya Mungu as-siyam ma maana as-siyam as-siyam bi maana al-imsak ni kujizuilia lakini shar'an al-imsak wa jami'i al-mufattirat ni kujizuilia mja na yote ni kupunguza katika miezi ya kawaida sisi tukila mchana miezi ya kawaida ulikuwa unataka ule nini unachagua ujue nini lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ujizuilie wewe na vyote vyenye kufunguza tena anasema binturuhi fajri kuanzia alfajiri la ghurubi shams mpaka jua lizame jua licho ndio unaruhusiwa kula lakini biniyatin mahsusa kwa nia maalum si mtu kuamka tu na kaacha kula hiyo sio somo as-sawm kwa sababu ni ibada na ibada inahitaji nia kwa hiyo nia ulale nayo wewe kabla ya leo ulale na nia jana ndio akasema ni kujizuilia na venye kufunguza vyote jamii vyote lakini min tulu'i al-fajr sadiqi kuanzia alfajiri ile yenyewe ila ghurubi shamsi mpaka kuchwa jua kuzama lakini biniyatin mahsusa kwa nia maalum ndio natakiwa saumu hiyo na saumu Ramadhan kwa nini Ramadhan limadha sumia
Kwanza, Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi. Hadha huwa shahru tasi' min shuhuri al-arabia, ni mwezi wa 9 katika miezi ya Kiarabu. Na kwa nini imeitwa Ramadhani? Imeitwa Ramadhani na kwa sababu Waarabu lamma wada asmaa shuhuri al-arabia, Waarabu walikiweka miezi ya Kiarabu, wafaqa hadha shahru shiddat al-harra, basi mwezi huu ukawafikia katika jua lililokuwa kali. Mwezi huu, mwezi wa 9 kawafiki, ukaja katika jua kali, ikawa Ramadhani. Lakini kila zingine nasema hii yamudhunub, watu wakifunga inaangamiza madhambi ya walikiyafanya waliofunga. Waqad sama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga 9 Ramadhanat. Mtume kafunga Ramadhan 9 tu, tena kullaha naqis, pungufu, ayi bimaana kafunga siku 29 tu, illa wahidan fakamilu, isipokuwa Ramadhani moja ndio alifunga, Ramadhani 30. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, kutiba alaykumus siyamu, mmefaradhishwa nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishwa waliokuwa kabla yenu sisi, walifaradhishwa wako katika namna iliyokuwa wakijua wao, na kwa maelekezo walioelekezwa na kwa sheria zao. Lengo nini? La'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Mwenyezi Mungu katika masiku yajayo. Na hapa sasa tujiulize, katika saumu zetu tukifunga, je, tunakuwa tumebadilika? Je, tunakuwa sisi yale tukiyafanya mwezi wa Ramadhani na miezi mingine tunaendelea nayo? La'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Mungu. Sasa ikitokea wewe na mimi tumefunga, Ramadhani imetoka, alafu tena tunarudi kule, basi Ramadhani zetu zitakuwa hazifanya kazi, kwa sababu si lengo lake la'allakum tattaqun, ili mwe wacha Mungu katika masiku mengine. Ramadhani ni kama vile watu wanasoma katika semina, watu wako katika chuo fulani wanasomeshwa stadi na kuishi miezi 11, watu wanafundishwa, bimaana mkitoka hapa chuo mkaishi haya mkiyasomeshwa kwenye Ramadhani. Tunaona kwenye Ramadhani watu wanakuwa wakarimu sana. Ramadhani hii, Ramadhani usikii magomvi bwana. Ramadhani kwanza shetani mwenyewe hayuko. Ukiona kuna mtu anafanya fujo katika Ramadhani, basi shetani mwenyewe ndio huyo, kwa sababu minal jinnati wan nasi, shetani ni katika watu na majini. Majini wamefungwa, maana huyu hatumuelewi. Ukimwona anafanya vurugu, shetani mwenyewe ndio huyo. Ndio anasema la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayyaman ma'dudati, hii ni maf'ulun bifili mahdhuf taqdiruhu sumu ayyama, fungeni jamani masiku, tena ma'dudati, masiku machache yenye kuhesabika, 29-30. Faman kana minkum maridan au ala safar, ikitokea yote mwezi wa Ramadhani mkuta ni mgonjwa, anaugua na anaumwa, ugonjwa unayemfanya yeye hawezi kufunga, sio kujiuguza. Mtu alipoona Ramadhani imefika na anaumwa kidole kachana juzi na kiwembe, eti anaumwa mguu, hafungi, sio ugonjwa huo. Basi maradhi kisheria yanaangaliwa, hata na madaktari wanashirikishwa, wataalamu. Je, huyu akifunga atapata madhara kweli? Ikitokea mtu anaumwa kidogo, jicho basi linauma, basi huyu hatuwezi kusema basi asifunge. Mtu kajikata kidole kidogo kwenye patakucha ati ndo anaumwa, sio ugonjwa huo. Ugonjwa ni ule uliofanya usiweze wewe kufunga, ukiendelea itakuletea madhara, na sheria inaangalia maslaha kuliko madhara. Ikitokea ukifunga na wewe unaumwa utapata madhara, basi wewe kula. Lakini ikitokea mtu anaumwa maradhi ya kawaida, tunaumwa sisi, tunaishi tunaumwa maradhi ya kawaida, wewe funga. Faman kana, ikitokea katika nyinyi minkum maridan au ala safar, au yuko safarini, kuna takdiri fa aftara, kisha kafungulia, fa iddatu min ayamin ukhra, atakuja kurejesha katika masiku mengine kupata muda. Watu wengi wanaumwa, wakipata fursa ya kufungulia, alafu mwezi ukiisha na wao wanasahau. Unakuta mtu Ramadhani nyingine na mkuta bado anadaiwa Ramadhani iliyopita. Huu ni msiba mkubwa, huu ni msiba na ni majanga makubwa. Haiwezekani kwa Muislamu iwe vile. Muislamu ni yule ambaye yuko makini na ibada zake,
yake. Unadaiwa mpaka 4, 3, 5. Hakikisha ukipata muda basi wewe urudishe Ramadhani, ni deni hilo. Watu wengi wanadaiwa, kwanzia akina baba, tunazosema akina mama. Akina mama wana mambo mengi. Mwanamama anakutwa mjamzito au ananyonyesha mtoto, basi yeye anaruhusiwa, na sheria ikionekana vingine itamletea madhara basi ale, lakini aje arudishe huyu mwanamama. Lakini kina mama naye wanakuwa wakati mwingine wanarudi nyuma. Ramadhani mpaka inamkuta nyingine hajamaliza siku zake, hasi katika mafundisho ya Uislamu. Mwanamama afunge, lakini ikitokea mwanamama huyu Ramadhani zimemrundikana 1, 2, 3, basi kuna utaratibu mwingine. Hatafunga peke yake tu, atafunga na ataelekezwa na mashehe kwamba anatakiwa fidia atoe huyu. Faman kana minkum maridha, ikiwa katika nyinyi kuna mtu mgonjwa, au ala safari, au yuko safarini, fa'iddatun min ayyamin ukhra, atarudishia katika masiku mengine. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufundisha, anakuambia tangazo hili kuungana hii, atakum Ramadhan, yenye waumini kuingilieni Ramadhani, shahrun mubarak, mwezi uliobarikiwa. Na kweli Ramadhani ni mwezi uliobarikiwa, shahrun mubarak, mwezi ambao Mwenyezi Mungu kashusha baraka tele. Ukiswali swala ya sunna tu unalipa faradhi, ukiswali faradhi moja unalipa 70. Allahu akbar. Shahrun mubarak ni mwezi wenye kubarikiwa, bi maana mwezi wenye thawabu nyingi. Faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu, amefaradhisha Mwenyezi Mungu mwenye nguvu kubwa, mwenye kushinda, kafaradhisha mfunge nyinyi. Lakini mwezi ambao tuftahu fihi abwabu samaa, milango ya mbingu na kwa wazi ya baraka tele zimiliki na malaika washuke. Wa tughlaqu fihi jahim, lakini milango ya moto yote imefungwa bwana. Watu wanasema tughlaq, na imefungwa makongwa, mashaitani wamefungwa wale. Ramadhani hii tumie, ukifanya mchezo kama hulima faqad hulima, yoyote atakayempita Ramadhani hii kanyimwa kheri zake, basi wewe kanyimwa. Haitaki tufanye mchezo, isipokuwa tunatakiwa tukifunga tufunge kweli. Tunaambiwa yajibu alaina la budda ay yasuma jawarihuna, vifunge viungo vyetu, vifunge anil athami, kutokana na madhambi makubwa, min al-kalami al-muharram, na kuzungumza mambo ya haramu. Lakini wanadhari al-muharram, na kutizama vya haramu ukiwa umefunga. Lakini wasma'i al-muharram, na kusikiliza yale yaliyoharamishwa, wal akli wa shurbi al-haram au al-muharram, na kula kunywa baada ya iftari, kula vitu vya haramu haifai bwana, wewe jiepushe nayo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia tena katika hadithi nyingine ya kumalizia, anasema katika hadithi al-Quds, Abi Hurairah, hadithi al-Quds, Mtume anasema, Mungu anasema, kullu amal ibn adam la, matendo yote anayajua mwanadamu akifanya 1 kwa 10 analipwa, illa siyam, Mwenyezi Mungu anasema isipokuwa funga, fa innahu li, saumu hiyo mimi najua siri yake, wa ana ajiz bi, na mimi ndo nalipa. Anaweza kafunga mtu kama kafunga, lakini kumbe pembeni pale kashtua, hakuna anayemuona isipokuwa Mwenyezi Mungu. Wewe unaweza kumhukumu, mwenzetu kafunga, mashallah, mwenzetu kama kakosa sauti haitoki, kumbe kaka pembeni kashtua, wewe hujamuona. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, fa innahu li, saumu ni yangu mimi, wa ana ajiz bi, na mimi ni mwenye kuilipa saumu hiyo. Saumu inalipa kutokana na daraja na mno ulivyojichunga. Kama vile ulivyokuwa msomaji ukishindanishwa mashindano ya Qur'ani au mashindano gani, basi kuna kanuni lazima uwe nazo hizo. Ukienda kinyume, basi wewe utarudi nyuma, atatangulia mwenzako aliyokamilisha. Hivyo hivyo saumu ukikosea masharti, ukafunga bila nia, umelala tu umeamka umefunga, Muislamu huyo hajui kwamba ibada hii haitatia nia, hajatia nia hii. Sharti la kwanza nakosa, lakini amefunga asikinya wenzake, amefunga hivyo kadha, huyo hajafuata masharti. Sasa Mungu anasema, wa ana ajizi, mimi ndo nailipa hiyo saumu. Lakini wasiyamu junna, funga bwana ni ngao, funga ni ngao kwa mengi. Ukiwa umefungwa hata kutamani kupigana na mtu,
Leo mtu akikwamua akikwambia bwana njoo wewe kwanza, kutokana na hali ilivyo bwana, basi umeshika ni junna. Lakini pia saumu inakupa wewe afya yako, inakufanya wewe mwili wako unakuwa na afya, mwili unakuwa safi, sio saa zote unakula kula. Wasiyamu junna. Wa idha kana sawmu yawmi ahadikum, basi ikiwa kama ni hivyo mmoja wenu ikiwa amefunga, fala yarfuth, aache mambo ya uchafu ndani ya saumu. Lakini wala yaskhub, wala asipige makelele. Watu wamefunga wana, watu wako kwenye ibada, makelele ya nini? Wala yaskhub. Basi unaambiwa hata ikitokea wa insabahu ahadun au qatalahu, ikitokea kama kuna yeyote akamtukana wewe mwendo wazimu, wewe wewe kadha, akampa maneno ya kumuudhi, basi yeye asimrudishie. Siku zote uovu asayatun, uovu haulipi kwa uovu, bali huletwa kwa jambo jema zaidi ndio hulipwa uovu. Usimlipie mtu uovu kwa uovu. Uislamu unamlipa mtu wema, afanye uovu ufanye wema, ndio Uislamu. Sasa nasema ikitokea mtu fa in sabahu ahadun, akamtukana na mmoja wapo, au qatalahu, au akampiga kabisa, faliyaqul, basi na aseme inni mru'un saimu, mimi nimefunga. Tena arudie mimi nimefunga, anampa maneno yanatoka mimi nimefunga, inni mru'un saimu. Allah, huyo ndio mwenye kweli aliyofunga na mwenye somo yake. Bwana Mwenyezi Mungu akasema tena, akaendelea katika maneno yake akasema la khalufu fa bisaimi. Kwanza hapa Bwana tunasema walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu ambaye nafsi yangu iko chini ya miliki yake, yani Mwenyezi Mungu. La khalufu fa bisaimi, harufu inayotoka kwa aliyofunga, harufu inayotoka kwa aliyofunga, sio harufu ya uchafu. Sio kasema tumeambiwa harufu nzuri basi watu wakashinda wanamsaki kupiga, la, harufu sio inakusudiwa ya watu kutokusutua, harufu ya yenyewe ile inatoka katika maida yenyewe. Anasema la khalufu fa bisaimi, harufu ya aliyofunga atyaba inda Allah min rihil misk, ni bora na ni nzuri kuliko ni harufu ya miski. Lisaimi farhatani, aliyofunga anafuraha mbili, yafrahu ma, ambaye anafurahi nayo ya kwanza, yafrahu inda fitrihi, kwa maana zote anafurahi pale anapofungulia, ima jioni ima siku ya Idi. Anafurahi mfungaji, bwana leo nimemaliza saumu, alhamdulillah, siku 30 zimeisha, yafrah. Na kubwa zaidi wa yafrahu inda laqiya rabbahu bisawmi, na atafurahi zaidi pale atakapokutana na Mwenyezi Mungu Mola wake siku ya Kiyama, hali ya kupeleka na kuhesabiwa saumu yake ikiwa imetimia. Mwenyezi Mungu atujalie sisi saumu zetu zenye kutimia. Mwisho kumaliza hotuba yetu, tunaambiwa miongoni mwa watu waliofunga, wayajibu an tuhafidha salatu tarawih, watu wasipuuze swala za tarawih. Swala za tarawih au bimaana qiyamul layl, visimamo vya usiku, watu wengi wanavichukulia rahisi tu. Vijana wa kileo wanasema wanachukulia kwa mtu anaipuuza Ramadhani. Tarawih ndugu yangu haipatikani isipokuwa Ramadhani tu. Ikikupita tarawih ya leo, mwakani majaliwa. Lakini hata ukikuta mwakani ya mwaka uje, sawa, Mwenyezi Mungu akujalia mwakani, mwaka huu vipi? Na unajua ipi itakubaliwa kwa Mungu? Maimamu wanaswalisha tarawih safu moja, safu mbili, hali ya kuwa waumini wengi wamejaa kule. Tunaacha tarawih, tunapuuza mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake watukufu, tunapuuza. Sisi tunafunga tu alafu tunaacha kuswali tarawih? Hapana. Naikumbusha nafsi yangu na kukumbusheni ndugu zangu, tutumie vizuri fursa ya uhai. Mwenyezi Mungu ametujalia Ramadhani, tumeiona, basi tujitahidi tarawih kuswali katika msikiti wowote ulio karibu nawe, basi jitahidi uswali tarawih kiasi chako, alafu kalale. Usiswali isha tu alafu kakaa kijiweni ukaacha tarawih zinaunguruma, na wewe unasikia bwana, itakuwa hujatendea haki mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia utakuwa umejipusha. Wallahu tabaraka wa taala yaqul
وبقوله يهتدي المهتدون. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عظيم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من بعده أما بعد. عباد الله، اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله وصحبه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأسر العميق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى زاهد الأواب الناقد صواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحى منهم ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.